Na mtazamaji, nikiachana taarifa hiyo, mie niruhusu niende katika mapumziko. Nikirejea moja kwa moja nitakuwa narejea na swali letu la siku ili niweze kusoma baadhi tu ya majibu yenu kutokana na swali letu la siku ambalo nimekuuliza hapo awali. Karibu tena. Unayoitazama ni Runinga Magharibi na hizi ni habari za Magharibi jioni. Hapo awali nimekuuliza swali letu la siku. Niruhusu tu nisome baadhi ya jibu lako wewe mpenzi mtazamaji. Swali lenyewe, je, unahisi wanafunzi wanaosomea katika shule za kibinafsi wanapaswa kufadhiliwa na serikali? Na mpata najulikana kama Zamzam anasema, ndiyo, wanafunzi wa shule za kibinafsi wanapaswa kufadhiliwa na serikali ikiwa wanatoka katika familia zisizojiweza. Kwani elimu ni haki ya kila mtoto bila kujali aina ya shule anayosoma. QT Auma anasema ndiyo. Peter Baraza anasema ndiyo, sababu hao pia ni wanafunzi tu kama hao wa serikali. Harriet anasema ndiyo, na anajulikana kama Ronald Wafula anasema ya. Na mpenzi mtazamaji, mengine yatakuwa yanajia hapo baadaye. Niruhusu sasa mie nirejelee habari zetu, habari za Magharibi jioni, lakini niruhusu kwanza niende katika mapumziko mafupi. Nikirejea nitakuwa naendelea na taarifa zetu, ambapo moja kwa moja nitakuwa nakuletea taarifa yetu ya kimataifa. Karibu tena. Unayoitazama ni Runinga Magharibi. Moja kwa moja katika taarifa yetu ya kimataifa ni kuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapo jana imeadhimisha miaka 65 tangu kujinyakulia uhuru kutoka kwa Wabelgiji. Sherehe za mwaka huu zilijawa na hisia mseto tofauti na miaka ya hapo awali kutokana na kutokuwepo kwa maonyesho ya kijeshi, huku wananchi wengi wakipendelea kujumuika makanisani kuadhimisha siku hiyo ili kudumisha amani. Rais wa Kongo Felix Tshisekedi katika hotuba yake jijini Kinshasa amepongeza hatua ya makubaliano yaliyoafikiwa kati ya DRC na Rwanda siku ya Ijumaa jijini Washington DC ya kusitisha mgogoro ambao umedumu kwa zaidi ya miaka 30. Kwa mengi zaidi, huyu hapa mwanahabari wetu Agustina Muti. Hii ukombozi ambayo iko, hii revolution inahimizi wa mama sana. Tulibaki nyuma muda mrefu, lakini leo mama na mtoto wako mbele sana. Wanatutia mbele na tunajikuta mkazi, banatuambia kabisa tukue nguvu, na sisi tushaona kabisa matumaini ya maisha. Matumaini ni ya kupata kwanza amani. Ni ya kupata amani na muishi ambayo inaitika wakongomani wote kwa ujumla. Wakongomani wote bila kuangalia ukabila, bila kuangalia nyinyi mnatokea wapi, mnazaliwa wapi. Maadhimisho ya miaka 65 ya uhuru nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo yamefanyika tofauti mwaka huu katika eneo la mashariki mwa taifa hilo hapo jana Jumatatu. Mwanzoni mwa mwaka huu, majimbo ya Kivu Kusini na Kaskazini yamekuwa chini ya usimamizi wa kundi la waasi la M23 ambao waliteka na kudhibiti miji mikuu ya Goma na Bukavu. Tunaendelea kukabiliana na changamoto nyingi mashariki mwa nchi: mizozo ya kibinadamu, umaskini, utawala dhaifu na ukosefu wa usalama unaendelea. Hata Goma bado unaendelea. Kuna maeneo ambapo watu hawalali. Munayajua, si ndio? Kwa mfano Ndosho, watu wako hapo mchana, lakini usiku wanahamia Kieshero. Asubuhi wanaendelea na shughuli. Sehemu nyingine bado hazina amani. Siku ya Ijumaa tarehe 27 mwezi jana ni siku itakayoishi kukumbukwa na maelfu ya raia waliopoteza wanafamilia katika kipindi hiki cha mapigano ndani ya nchi hizi mbili zilizokuwa zikipigana kwa muda mrefu, kwani kupitia kwa utawala wake Rais wa Marekani Donald Trump hatimaye suluhu imepatikana. Nitasema hivi, kutakuwa na adhabu kali kwa watakayevunja mkataba huu. Sidhani lakini watakiuka. Nina imani kwamba wote wamejitolea, lakini kuna adhabu kali za kifedha na zinginezo.
Makubaliano hayo yalitiwa saini na waziri wa masuala ya kigeni wa Marekani Marco Rubio pamoja na mawaziri wa masuala ya kigeni kutoka DRC na Rwanda. Makubaliano haya yaliyotiwa saini na mawaziri wa mambo ya kigeni wa mataifa yetu mawili katika sherehe iliyosimamiwa na waziri Marco Rubio wa Marekani yanajenga na kuboresha mafanikio ya makubaliano ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa nambari 27773 na yanafungua njia mpya ya amani inayodumu, ushirikiano na ufanisi wa taifa letu, eneo zima la maziwa makuu na bara la Afrika kwa ujumla. Kufikia sasa, Rwanda imeondoa majeshi yake 7,000 mashariki mwa DRC kama ilivyokuwa imependekezwa katika mkataba huu. Mkataba ambao itasainiwa huko Washington itakuwa ya kumaliza vita, itakuwa ya kuruhusu M23 kurudi kwao, lakini wanaendelea onekana ndani ya mji wa Goma. Vipengee kadhaa katika mkataba huu wa amani pia inalenga kuvutia uwekezaji kutoka nchi za magharibi katika sekta za madini za nchi hizi mbili ambazo zina akiba ya madini muhimu kama vile tantalum, dhahabu, cobalt, shaba na lithium ambazo ni muhimu katika kuunda bidhaa za elektroniki kama vile simu, vigae vya sola na magari ya umeme, huku yakitoa fursa kwa Marekani kupata rasilimali za kimkakati. Viongozi wa kundi la M23 wamejumuika na waumini wengine katika kanisa la Katoliki jijini Goma kuadhimisha siku hii na kuwarai kudumisha amani miongoni mwao. Augustin Namuti, TV Magharibi, kimataifa.